Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo twende Mombasa, ambapo namuona tayari ndugu yangu Francis Mtalaki yuko eneo la Kiembeni. Naona kwamba na wakazi wa Kiembeni ambao kero lao hapa ni kero la maji taka. Na sijui kama ni swala ambalo limekuwa kwa muda mrefu, ni swala ambalo limekuja juzi ama jana, manake idadi yao inaonyesha kwamba ni swala ambalo linawanyima usingizi na linahatarisha afya yao. Tueleze kwa kina, Francis Mtalaki. Asante sana Rashid kutoka studio zetu hapa katika eneo hili la mtaa huu wa Kiembeni. Wakazi wamekuwa kitaabika kwa muda mrefu na tatizo kuu hapa ni tatizo la maji taka ambalo wanalosema kwamba limekuwa kero kwa muda. Kwa mfano, hapa nilipo chini ya mita moja hivi naweza kuona kwamba haya ni maji taka ambayo yanatoka katika baadhi ya nyumba, na pia nikiangalia kuna baadhi ya wadudu hapa. Ndio hali ambayo imetembea hapa. Kanaweza kuhesabu nyumba kama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambazo tayari ambayo tumetembelea hapa. Wakazi hawa wa nyumba hizi 6 tayari hawawezi kupita, wamezingirwa na maji taka, na tatizo ambalo linasema kwamba linatokana na kwamba baadhi ya mabomba ya kupitishia maji taka hayajaweza kutengenezwa, na kutokana na kwamba idadi ya watu ambao labda wako katika sehemu hii ndiposa basi hali hii imekuwa hivyo. Lakini nipo na baadhi ya mkazi ambao wameathiriwa. Songa hapa mami, tuseme nasi moja kwa moja. Utuambie majina yako kamili na wewe umeathirika namna gani, maana wewe unaishi hapa. Mimi naitwa Margaret Mwambe. Nyumba yangu ndio ile pale ya mwisho. Mimi kwangu kuna maji. Hata kwa compound yote imezungukwa na maji. Hata sijui nitasema nini manake. Pole. Waje tupate mwenyekiti wa wakazi hawa wa eneo hili la Kiembeni. Labda tueleze tatizo hilo. Umemwona mama ameshindwa kuzungumza nasi, labda limekuwa kero la aina gani hasa? Majina mwanzo kiwa mwenyekiti. Majina ni Peter Maina, mkaaji wa Kiembeni na mwenyekiti wa Kiembeni Estate Resident Association. Kero hii sio ati ni kero imeanza kwa leo. Ile sababu hata inafanya huo mkaaji hapa anashindwa kujizungumzia ni shida ambayo haina ugumu wote kuitatua, lakini ni kuonekana tunaiona kwa wazi ni kutekelezwa. Bomba za maji ambazo yule mwekezaji anaitwa Murji kwa miaka yote amefanya tuamini ametujengea kwa upande wa chini. Hakuna bomba amekuwa amejenga miaka hiyo yote. Na ile mahali tumekuja kujua majirani na huyo mwekezaji Murji wamekuwa wakizozana kwa sababu ya kuachilia maji taka inatoka upande wa estate ikishuka kule chini, na ndio wakachukua hiyo hatua ya kufunga hizo bomba, wakilazimisha huyo mwekezaji anaitwa Murji aende atengeneze hizo bomba. Serikali ya kaunti imewasaidia? Kwa sasa serikali ya kaunti imefanya ile msaada wa dharura, lakini naye haukuweza kutufaa, kwa maana zile lori zilikuja siku ya kwanza, they were all overwhelmed na ile uchafu wenye unatoka kwa hii estate. Na ile hatua ya pili, baada ya kumsukuma zaidi, amekuwa akitafuta huu mwekezaji aserende hiyo sewerage disposal point kwa county government, ndio county government iweze kuset up hiyo plant ya kusafisha hiyo majitaka, ndio hiyo majitaka ikitoka kwa hiyo plant itoke ikiwa safi, na ndio imalize kati ya mzozo ambao iko na jirani zetu wa huko chini na hawa jirani zetu hawa wakaaji wa upande wa juu. Acha niseme na labda nyinyi usingapa karibu, labda mnaofia huenda kukakuwa na mlipuko wa magonjwa. Majina? Ni baadhi. Majina yangu naitwa Pastor Betty Ngina, mkaaji wa Kiembeni. Ni baadhi ya tatizo ambazo limetamausha katika kijiji cha Kiembeni. Tatizo hili halikuanzia leo, ni tangu miaka na mikaka. Tungeuliza mwenye anamiliki Kiembeni Estate ajue la kufanya, ni kwa sababu tunahofia magonjwa ambao yatalipuka. Kutakuwa na milipuko baadhi ya magonjwa, wamama wanalia kwa sababu ya tatizo hili. Ni tatizo ambalo linatamausha. Hivyo basi ningeomba serikali ya kaunti swala hili walichukulie na wasaidie wakazi wa Kiembeni. Ni mashaka makubwa sana kuona nyumba imejaa maji, mahali pa malazi pamejaa maji. Ni matatizo baadhi ambayo tumekuwa tukilia sisi wakaaji wa Kiembeni. Asante. Mwingine wa mwisho labda anaweza kuzungumza na sikitoa kofia, alafu tuambie labda wewe umeathirika namna gani na swala hili. Mimi ni mwandishi wa Area Residents Association, na shida kubwa ambayo imepata hawa members wetu hapa ni hiyo. Actually hii si maji, hii ni sewage.
na tunajua kuwa imeleta madhara makubwa. Hizo nyumba mnaona hapo chini nyingi zimehamwa, nyingi wenyewe wamehama kwa sababu yameingia mpaka ndani, na madhara makubwa yameleta ni magonjwa kwa watoto. By the way, kuna watoto ambao hata wameshaaga dunia huko chini kwa sababu ya shida hii. Kwa hivyo ni vile vile mwenzangu amesema, ni kaunti ingilie kwa dharura sasa, ije ituokoe, kwa sababu ya pale maji taka yalikuwa akienda mwenyewe hataki amejificha, hataki kuja kuwa suluhu ya hii problem hapa, na ni Mulji yule alituuzia haya manyumba. Effectively kulikuwa hakuna sewage system kwa hii manyumba, na pale alikuwa amepeleka hiyo kinyesi, ndio hapo kuna shida ambao jamaa wamekuja wamefunga, kwa sababu nao pia huko chini wanaadhirika. But tuangalie vile county government ama serikali kuu itatusaidia, because sasa tukiendelea namna hii El Nino ikija ni maafa tu yatakuwa hapa, hakuna kitu kingine, ni maafa tu. Yeah. Asante sana. Naam, ni baadhi tu ya wakazi wa eneo hili wakizungumza nasi moja kwa moja katika eneo hili la Kiembeni. Wakazi hawa mamia ambao wameweza kujitokeza, ishara tosha kwamba ni dhiki ambayo wamekuwa wakikumbana nayo, na ukiweza kuangalia baadhi ya makazi, baadhi ya vijana wakipita katika eneo hili na kwa tabu kubwa wamelazimika kuweka mawe na baadhi ya sehemu ili kuweza kuingia katika makazi yao. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia swala hili, Rashid, kwa kina na kuwajuza watazamaji wetu kuhusiana na hali halisi hasa katika eneo hili, ili kuhakikisha kwamba suluhu imeweza kupatikana. Maana wanasema kwamba wanahitaji serikali ya kaunti kuingilia kati pamoja na mwekezaji kuweza kuona kwamba wameweza kuwasaidia ili waweze kuepuka masuala kama haya. Kutoka Mombasa, Sema na Citizen, nachukua mapumziko mafupi, lakini kirudi taarifa zaidi Rashid atakuwa akiendelea nazo.